kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 3 anasema inna rabbakumullah, hakika mola wenu ni Allah. Rabb al-khaliq al-malik al-mudabbir, di ar-rabb, miliki, muumba, mwenye kumiliki, mwenye kuendesha mambo na kuyapangilia mambo, ndi ar-rabb. Wengine tafsiri kwa Kiswahili mola wenu mlezi, anaelea, anawalea nyinyi, anawalea viumbe wake kwa namna mbalimbali za ulezi. Kwa hiyo yeye ndiye malikukum wa khaliqukum wa mudabbiru shu'unikum. Inna rabbakumullahu, hakika mola wenu nyinyi ni Allah, yani ndiye anastahili kuabudiwa peke yake. Alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam, ambaye ameziumba mbingu na ardhi kwa mikidari ya siku 6, kwa kiasi cha siku 6. Yeye ndiye ameumba mbingu 7 na ardhi 7, zote hizo zikiwa na vilivyomo ndani yake katika 6 ayyam. Ibn Atiyya rahimahullah ta'ala katika kauli yake fi 6 ayyam, kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fi 6 ayyam, akasema hiya min ayyamil akhirah, na hizo ni katika zile siku za akhirah. Waqala aljumhur wa huwa as-sawab, wengine wakasema bal min ayyamid dunya, akasema al-Qadhi Abu Muhammad wa dhalika fi at-taqdir, ni katika hizi siku za dunia tu, sio siku za akhirah, kwa sababu siku ya akhirah wa inna yawman 'inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'uddun, hakika siku moja tu kwa Mola wako, siku moja huko akhirah ni kama miaka 1000 katika ile mnayohesabu. Sawa, siku moja kiambo ataingia motoni siku moja, maana ni siku miaka 1000. Alfia nzima hiyo, kikwi waswahili wanaita kikwi kizima au alfia nzima, miaka 1000 ndio siku moja katika akhira. Sasa hapa anasema kuna wanaosema, jumhur wasema ni katika ayyamul akhira, wengine wanasema hapana, min ayyamid dunya, hizi siku za dunia, na hiyo ni katika takdiri tu. Kwa nini takdiri? Lianna ash-shamsa wa jariyaha lam yataqaddam hina idhin, kwa sababu jua na kule kutembea kwake bado ilikuwa halijakadiriwa jambo hili. Kwa ni mikidari ya siku 6, sio siku 6 bidhabt kwamba iliumbwa leo kesho. Mikidari yake kihisabu kiasi cha siku 6. Inna rabbakumullahu, hakika mola wenu nyinyi ni Allah, alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyam, ambaye ameziumba mbingu na ardhi kwa mikidari ya siku 6. katika al-A'raf tunasema inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, kama hivi, wama bainahuma, pale kaja wama bainahuma fi 6 ayyam, katika siku 6. pia Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa ala al-'arsh, katika surah as-sajda, katika siku 6 Allah subhanahu wa ta'ala ameumba vitu hivyo kwa mikidari ya siku 6. Na tumesoma katika tafsiri ya baadhi ya sura, katika sura gani? Na Fussilat, pamemanuliwa pale namna ya zile siku. Thumma istawa ala al-'arsh, kisha akalingana sawa juu ya arsh, yani akawa juu ya arsh, ala وارتفع على عرشه سبحانه وتعالى، العرش المحيط بجميع خلقه. ثم استوى على العرش، كيشا أكلنغانا ساوى جوي عرش، يدبر الأمر، هل يكون أنا يندش مامو حال كونه يدبر الأمر، هل يكون أنا يندش مامو yote Allah subhanahu wa ta'ala ikawa anaendesha katika ufalme wake. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما.
hakumuelemei yeye, hakumtopei yeye kuvihifadhi vitu hivyo. Katika aya hii kama mnavyofahamu kuna maneno mengi sana yafaa kuletwa kwa munasaba wake. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na ardhi na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi kwa muda wa siku 6. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh. Istiwa Allah ta'ala ala al-arsh. Allah subhanahu wa ta'ala akawa yuko juu ya arsh, kisha akalingana sawa juu ya arsh, akawa juu ya arshi yake. Hapa pana maneno mengi ya ulama wa ahli sunnah wal jamaa kwa sababu ya ukaidi mwingi wa ahlul bid'ah wal ahwa. Pamoja na aya kuwa ziko wazi zinazothibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala istawa ala al-arsh, hii wako watu wanaopinga wasema hapana, istawa maana yake si kuwa akawa juu ya arsh kama inavyofahamika katika lugha ya Kiarabu na Waarabu wa kale kabisa, bali hapa istawa ina maana ya istaula. Wakatafsiri neno istawa kwa maana ambayo Waarabu hawakuwa wakifahamu. Yote ni kutaka kukimbia ile maana ambayo Waarabu ile, kwa sababu ile maana ambayo inafahamika katika lugha ya Kiarabu ambayo ndio maana iliyokusudiwa na Qur'ani, maana hiyo haihudumii madhehebu yao. Wao wana madhehebu na misimamo ambayo tayari wameipanga kwenye akili zao kwa misingi yao na taratibu zao. Sasa aya hii inakiuka hizo taratibu zao na ile itikadi yao walionayo. Kwa hiyo hakuna namna nyingine, ima wakubaliane na aya hii waivunje misingi walioijenga, au waitafutie namna waipindishe aya hii. Kwa hiyo ikafanyika kitu kinachoitwa tahrif, sio ta'wil, tahrif. Na hii ni ada ya watu waovu tangu enzi hizo za mitume waliotangulia. yuharifuna al-kalima amma wadhihi wa nasu hadhan mimma dhukiru bih. Hii ilikuwa ni kawaida yao, ada yao Mayahudi na Manasara. Huwa wanayapotosha na kuyageuza yale maneno wakayatoa nje ya mahala mwake ili yaendane na utashi wao. Sasa na hawa wakawa wamejiwekea utaratibu huo. Kwa kila aya ambayo itakhalifiana na vile wao wanavyofikiri na kuamini, basi wataipa maana hata kama sio yake katika lugha ya Kiarabu ili iendane na utashi wao. Kwa hiyo wakasema kwamba Allah hayuko juu ya arshi wala hakukaa wala hakulingana sawa juu ya arshi. Hiyo istiwa sio maana yake. Maana yake ni istawa. Naambia lakini Waarabu tangu zamani wanawazuoni wa lugha wakinukuu kutoka kwa Waarabu wenye kukubalika wanasema hivi. Hapana, iko Mkristo mmoja pia alisema istawa al-bishru ala al-iraq min ghairi sayfin wala damin mihraq. Bishri ameitawala Iraq pasi na upanga wala damu yenye kumwaga. Nani kasema maneno hayo? Wa idha stadalla yaqulu qala al-akhtal. Wanapotoa dalili, Ibn Taymiyyah anasema katika lamia yake, watu hawa huo wanapotoa dalili basi wanasema amesema al-akhtal, al-akhtal an-nasrani, akhtal mkristo. Basi mmekosa maneno ya maana ya kusema, mnanukuu kutoka kwake mtu huyo, mnawacha aima wa lugha ya Kiarabu wote hao unalizungumzia jambo hili thumma stawa ala al-arsh. Kwa maana yake inafahamika katika lugha ya Kiarabu, na ndio maana al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala alipoulizwa kuhusu ar-Rahman ala al-arsh istawa au thumma stawa ala al-arsh, akasema maneno mazuri kabisa ambayo ni hujja ad-damigha ala al-mu'attila wa ala al-mufawwidha. Ni hoja yenye kuangamiza, yenye kuzamisha hoja zote za wenye kupinga sifa, kuziatilisha, na wale wenye kufanya tafwidh, madhhabu ya ahli tajhil.
akasema al-istiwa'u ma'lum. Katika riwaya imekuja al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa inajulikana maana yake. Rejea katika kamusi za lugha ya Kiarabu zinazonukuu Waarabu kina al-Asma'i wakina Khalil bin Ahmad al-Farahidi na waliokuwa kabla yao na waliokuja baada yao wanasema nini kuhusu neno istawa linapokuwa ni muadda bi'ala. Neno istawa linapokuwa limetaadishwa kwa harfu ala maana yake ni nini? Waarabu al-aqhah madha yaqulun? kuyasema al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa maana yake inajulikana. kwa tuseme Allahu a'lamu bi muradi ma'lum al-ma'na maana yake inajulikana na maana yake ni ala wartafa. katika maana yake ni ala wartafa ndio maana ya istawa katika lugha ya Kiarabu. wal kayfu majhul katika riwaya nyingine wal kayfu ghairu ma'qul. Kayf ile namna sasa yukoje juu ya arshi ili jambo lifahamike kwa sababu hakutueleza Allah subhanahu wa ta'ala kaifa huwa yukoje yeye ili tuweze kujua sifa zake zikoje. Hakueleza subhanahu, na hilo liko nje ya uwezo wa mwanadamu, lakini maana ya maneno yanajulikana. al-istiwa'u ma'lum wal kayfu majhul au al kayfu ghairu ma'qul. wal imanu bihi wajib, na kuamini neno hilo ni maana istiwa ni wajib kwamba ar-Rahman wala arshi istawa thumma istawa ala al-arsh, ni wajibu kuamini hivyo. والسؤال عنه بدعه, na kuulizia jambo hilo ni bid'a. Kaanza kuuliza kaif na kaif ni bid'a, si mwenendo mzuri wala si alama nzuri. Kwa hiyo ayati zilizokuja kuthibitisha uluullah kwanza ambayo ni sifa ya dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi, hazina kifano. Kisha ayati zinazothibitisha istiwa'ullahi ala al-arsh ambayo ni sifatun fi'liyya. Sifatun fi'liyya ni sifa ya kitendo cha Allah subhanahu wa ta'ala, zimekuja kwa lafzi kama hili au inayofanana na hili takriban aya 7. Lakini ayati zinazoonyesha ya suudu al-ashya ila Allah tabaraka wa ta'ala kwamba kuna vitu vinapanda kwenda kwake ni nyingi. Kadhalika nuzulul ashya minhu, vitu vinavyoshuka kutoka kwake, na bila shaka vinavyoshuka kutoka juu kuja chini, au kushuka maana yake ni kutoka juu kuja chini. Sasa kiambo hivi vinashuka kutoka kwa Allah. Qur'ani hii imeshuka kutoka kwa Allah, imeshuka kutoka kwa Allah. Kwa Allah yuko juu, bado hujajua Allah subhanahu wa ta'ala yuko wapi. Kwa sema kama ilivyosema al-Qur'an, thumma istawa ala al-arsh, na arshi ndiyo akbarul makhluqat, ndio kiumbe kilichokuwa kikubwa kuliko viumbe vyote unavyojua wewe, vinavyoonekana na visivyoonekana. Katika viumbe vikubwa kabisa tunavyoviona sisi kwa macho yetu, tunavishuhudia pamoja na umbali wake, ni mbingu. Mbingu lau wanadamu wasingeona lile jengo lilioko juu, wakaambiwa tu kuna kiumbe huko juu kimetanda pambizo zote, hakina nguzo, kama vile sakafu lakini hakuna nguzo, watu pingine wange haiwezekani, itakuwaje bwana, itakuwaje, mbona isingeanguka bwana? Lakini hiyo juu yetu. alif lam mim ra tilka ayatul kitab والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش بغير عمد ترونها. الله سبحانه وتعالى ndio aliyeyanyua mbingu hizo basi na nguzo, basi na nguzo yoyote. Hapa tarauna ina tafsiri, hapa kuna tafsiri hizi mbili maarufu, sina haja kueleza sasa. Alhasil ni kwamba mbingu iko juu yetu na ni kubwa, lakini kumbe ni kiumbe kidogo sana
kwa kiumbe kingine kilichokuwa kikubwa zaidi ambacho kimeelezwa kwenye Qur'ani, kinaitwa al-kursi. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard. Kumbe mbingu tunazoziona kwa kursi si kitu. Sawa? Na hiyo kursi ambayo sisi hatujiiona imeelezwa ndani ya Qur'ani, ambayo ni kubwa kuliko mbingu na ardhi. Baadhi ya athari zimekuja kuonyesha ya kwamba lau mbingu 7 na ardhi zake 7 zikitupwa katika hiyo al-kursi ni kama bangili iliyotupwa jangwani, nafasi yake. Sasa hiyo kursi pamoja na ukubwa wake ni ndogo kwenye arshi. Arshi ni kubwa zaidi. Mbingu na ardhi na kursi na kila kitu vikiwekwa katika arshi ar-Rahman si kitu chochote. Na hiyo ndio a'la al-makhluqat, ndio kiumbe kilichokuwa juu zaidi kuliko yote, ndio saqfu al-janna, ndio dari ya pepo. Dari pepo ziko chini, dari yake ni arshi ar-Rahman. Na wako viumbe Allah amewaweka maalum wa kuibeba hiyo arshi, na kazi yao wanamsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, wayastaghfiruna lilladhina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu ila al-ayat. Lakini kuna viumbe wanaibeba hiyo arshi ambao ni wanne, lakini siku ya kiyama wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin 8, watakuja malaika 8. Sasa baada ya arsh ar-Rahman, baada ya arsh ar-Rahman huko Allah yuko juu ya arsh. Maelezo yote haya utakuwathibitishia watu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko fawqa al-makhluqat, kujua viumbe vyake vyote. Na ndio maana wamekata baadhi ya wanawazuoni wa Kiislamu kauli, si masala ya maskhara. Mtu anayesema kwamba Allah hayuko juu ya arshi, imekatwa kauli ya kwamba huyu amekufuru. Na hata yule anayesema mimi sijui Mola wangu yuko juu au yuko chini au yuko sijui mimi, na hali ya Qur'ani shamwambia thumma stawa ala arsh, pia anakufuru. Na hii ni kauli imenukuliwa kutoka kwa al-Imam Abu Hanifa an-Nu'man bin Thabit rahimahullahu ta'ala, kwa ijma' ya salaf, kama anavyoeleza al-Imam al-Auza'i rahmatullahi ta'ala alayhi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi fawqa samawati au fawqa arshi. Na hii ni ijma', na katika wanukuu ijma'i ni wanawazuoni wengi sana, wakiwemo saadatu tabi'in, wanawazuoni wakubwa katika tabi'in na atba'u tabi'in na maimamu waliokuja baada yao, wote hawana shaka juu ya uluwi Allah ta'ala na istiwa'uhu ala arshihi subhanahu. Sasa hivi kumekuwa na fujo kubwa sana ya kupindisha haya maneno, kunatakiwa yakadiriwe ya maneno. Yudabbiru al-amra, aliyekuwa anaendesha mambo yote ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, anayeendesha ni Allah. Si kwamba yeye amempa mtu fulani dunia aiendeshe. Labda kuna watu wamepewa contract maalum sasa hiyo ya kuendesha hii dunia, wao wagawe riziki hii, wao wagawe pumzi hii, wao wagawe hiki waue. La, Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu kifanya yeye mwenyewe, na ana abid. Kuna malaika tu muwakkali kwa jambo fulani, na huyu muwakkali kwa jambo fulani, na huyu muwakkali kwa jambo fulani. Allah subhanahu wa ta'ala amepanga hivyo, na kila mmoja yuko kwenye ibada yake. Au kazi yake kusabih, yule kazi yake kurukuu, yule kazi yake kusujudu, yule kuswali swala 5 na kumdhukuru Allah na mingineyo, na yule kazi yake kupeleka upepo hivi, na yule wao ni muwakkalun katika mambo kama huyu, kuteremsha wahi kwa mitume. Lakini yote yako chini ya uendeshaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mzimu wenye kupeleka mambo katika ulimwengu, kwamba Allah atakalinde mashariki jambo hili, mzimu unapeleka magharibi. Haukutaka, mzimu umegoma. Wewe utakwenda hivi, mzimu umezuia kwamba wewe huendi hivi. Hakuna huyo aliyena uwezo huo, hakuna aliyena mamlaka hayo. Ambaye yudabbiru al-amra peke yake, anaendesha mambo na kuyashughulikia mambo ni Allah subhanahu wa ta'ala, yeye peke yake.
ma min shafi'in illa min ba'di idhnihi. Hali masala mingine, hapana muombezi yoyote atakayeombea isipokuwa baada ya idhini yake. Ma min shafi'in, hapana muombezi yoyote. Hapa pana maneno makubwa kabisa. Hapana muombezi yoyote atakayeombea illa min ba'di idhni, isipokuwa baada ya idhini yake. La yashfa'u inda Allahi ay yushafi'i yawm al-qiyamah, hata ombea muombezi yoyote siku ya kiyama mbele ya Allah illa min ba'di an ya'dhana Allahu bidhalik, isipokuwa Allah baada ya kutoa idhini kwa hilo, kama anavyosema katika al-Baqara, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, hapana yoyote atakayeombea mbele yake isipokuwa kwa idhini yake, mpaka apewe ruhusa. Wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ni malaika wangapi walioko mbinguni hautanufaisha uombezi wao kwa jambo lolote isipokuwa baada ya idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kumruhusu na kumpa idhini anayemtaka na akamridhia anayemtaka, katika suratul Najm. Kwa hiyo wewe usije ukadai tu kwamba mimi bwana najua kwamba Mungu yupo, yeye ndiye aliyeumba, yeye ndiye anayeruzuku, ndiye anayegawa kila kitu, lakini hawa sisi tuwaomba tu watuombee mbele ya Allah. Wajua hawa wana vyeo, kwa hiyo watuombee mbele za Allah. Sisi hatuwaabudu kwa sababu tunajua kwamba wao hawajaumba. Hata washirikina wa kale walikuwa wanaamini hivyo. Hawaamini si kwamba walipokuwa wakimwabudu Lat waona kwamba Lat ndio kawaumba wao, hawaamini hivyo, au kwamba Lat ndiye anayewapa riziki wao, sio hivyo, au Almanat ndiye analeta mvua. Wao wanawazingatia kwamba hawa kwa kuwa ni asili yao walikuwa ni watu wema, hawa sisi tuwaomba hawa watuombee mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hakuna yoyote anayeombea mbele za Allah ile kwa idhini yake Allah. Wewe muombee huyu na wewe muombee huyu, lakini baada ya idhini yake na kuridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mlango wa shafaa umewaingiza watu wengi katika shirki billah kwa kigezo cha kutaka uombezi, kwa sababu shafaa min ash-shafi. Ash-shafi Kiswahili itashufaa, namba za shufa mmoja wakaiongezea ya pili ni shufa. Kwa hiyo Allah ni mmoja tu muombe, sasa wewe weka wa pili pale katikati, wamfanya mtu wa kukuombea wewe. Lakini iko shafaa yenye kukubaliwa Kiislamu kwa taratibu zake. Aya hizi ma min shafi'in illa min ba'di idhni ni katika aya zinazokataza ash-shafaa isiyokubalika, lakini yeye zinathibitisha shafaa inayokubalika kisheria. Kwa hiyo lazima ujue shafaa ipi yakubalika na ipi haikubaliki, kwamba hawa watu wema watuombee hawa ni utaratibu umewekwa katika sheria, kwamba wewe watakiwa watu wema wakuombee riziki, wakuombee watoto, wakuombee kadha, utaratibu umewekwa. Je, kuna masharti gani? Yani wewe na rafiki yako tajiri ana uwezo, wajua ukimpigia simu moja atakusaidia. Una shida yako bwana, nisaidie kitu fulani, atakupa. Sawa? Kwa huyu hapa mwambie bwana nisaidie kitu fulani. Kiakili inaingia akilini ile au liingia akilini? Inaingia akilini kwa sababu yuko hapa hai hadhiri, yuko mbele yako, ghairu ghaib. Lakini mathalan yuko mbali na wewe, alafu wewe ukanyanyua mikono, wewe rafiki yangu naomba unisaidie shilingi 1,000,000. Wewe uko hapa, yeye yuko masafa hayo ambayo wewe hawezi kukusikia. Ni katika wasaili zinazokubalika. Kweli yule ni tajiri na ni rafiki yako na ana uwezo na matumaini kukusaidia pia yapo,
lakini hapo unapozungumza maneno haya hayuko, wala wewe huitakidi kwamba yeye aumba, kwamba yeye ndiye anayemiliki dunia na ardhi. Wewe unaona rafiki tu, lakini umenyanyua mikono katika jofu al-layl, waomba ya sadiqi, ya zamili, ya akhi, naomba unisaidie, mimi nina shida, mimi nina hiki, mimi nina kile. Mnanielewa ninachokizungumza? Yafaa. Jawabu ni kwamba hii ni ashirku billah. Hapo umemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Mnanielewa lakini ninachokisema? Kwa hivyo hivyo kuomba watu walio mbali wasiokusikia na kuwaomba wafu ni mimbabi aula. Kuwaomba wafu ni mimbabi aula. Na wala Allah subhanahu wa ta'ala hakufanya kuwa huu ndio utaratibu wa maombi, na ndio maana Imam al-Alusi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake ameeleta maneno haya kwamba huu si utaratibu wa kiulimwengu wala wa kisheria aliouweka Allah wa kukidhi haja za watu na shida zao na matatizo yao, kwamba watu ambao kaegemea kwamba kisheria yafaa kwa sababu sheria imeweka utaratibu. Sheria haikuweka utaratibu huo, na wala kilimwengu pia haiendi hivyo. Na ndio maana watu wa mifano, baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna mizozo mbalimbali ilitokea, na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko hapo, kazikwa hapo. Hakuna hata sahaba mmoja alirudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tumezozana sisi katika jambo fulani, hebu tutatulie katika jambo hili. Na wao ni aqalun nasi minna, ni watu wenye akili zaidi kuliko sisi, wa a'lamuhum minna, na wenye ilmu zaidi kuliko sisi, na wana ilmu na maarifa na iman, na wana ukaribu zaidi na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi, na wanampenda zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko sisi. Hawakufanya hivyo siku. Mizozo yote iliyotokea katika safu za Waislamu hawajawahi kwenda kuhukumiana kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada mautihi, wala kwenda kumshtakia, ya Rasulullah, mambo yamekuwa magumu sasa, hebu litatue hili jambo. Atakuja kwa babu yako? Kwamba sisi tumekuja, matatizo yameongezeka. Si watu wanafanya hivyo? Ukimwambia sisi pia sema aumba, aumbi yeye. Sisi tuomba, tujue hawa watu wakali roho zao zinazunguka humu, zina mawasiliano. Alafu kwa mlango wa shafaa umewaingiza watu wengi katika shirki billah, ukienda kutambika kwenye mizimu. Ma min shafi'in illa min ba'di idhni, hapana muombezi yoyote atakayeombea isipokuwa baada ya idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa shafaa ahli sunnah wal jamaa wanaithibitisha shafaa siku ya kiyama. Shafaa iko siku ya kiyama. Kuna shafaa ya mitume watakaowaombea watu wao, kuna shafaa ya watu wema watakaopewa nafasi ya kuombea jamaa zao, kuna shafaa kubwa kuliko zote ambayo ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuombea watu wote. Huu uombezi una tafasili. Kuna watakaoombewa ambao watu wote wataombewa ili hukumu ipite ya Allah, na hii nafasi yake ni ya mtu mmoja tu, ni ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si watu wanafufuliwa, vituko na vishindo ni vingi, watu wajue ende wapi, wahangaika, wanasukumwa na kule katika uwanja wa hisabu. Mambo yamekuwa magumu, hali ngumu. Sasa tunahitaji sisi kila mmoja apewe haki yake, tuhukumiwe. Basi atakayelifanya jambo hili la kuwaombea watu wahukumiwe ni Mtume sallallahu alaihi wasallam, ataomba kwamba wahukumu mmoja wako baada ya misukosuko mingi ya kiyama. Nasallallahu alaihi wasallam, watu watapatwa na fadhaa na mfadhaiko mkubwa na hofu kubwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atachukua nafasi hii, atawaombea. Kila mtume, kila nabii atakayefuatwa atalikana jambo hili, atasema hapana, mimi si. Nendeni kwa fulani, nendeni kwa hadithi maarufu.
mpaka itafika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna shafaa ya kuombea watu waliotenda wema waingizwe katika pepo kwa haraka. Kwa kuna watu wataingia peponi haraka kabisa baada ya uombezi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuna uombezi wa watu walioandikiwa huyu ni mtu wa motoni, asubiri aingizwe motoni. Sasa patapita uombezi pale kwamba ya Rabbi huyu usiingize motoni. Mitume wataombea, malaika wataombea, Qur'ani itawaombea watu, na watu wema watawaombea wenzao. Iko shafaa hiyo. Wewe unaweza kupewa nafasi kwamba wewe ombea watu wa kijiji fulani, wewe ombea watu 100,000, tukupa 100,000 uwaombee. Chagua wa kuwaombea. Kuna wengine watakuwa ni maskini, hawataombea yoyote, watasubiri wao waombewe. Wamekaa wasubiri, nani nitaombewa mimi na mimi? Lakini kuna watu watapewa nafasi ya kuombea. Kiacha mitume, kuna shuhada wasalihun wa ahlul ilm wapewa nafasi ya kuombea watu wa wenzao, marafiki, ndugu, jamaa. Na hii ni katika fadhila za urafiki wa kweli, kwa sababu watu watatafuta rafiki nani. Hakuna hamim wala hakuna wala shafii. Iko wapi hapa muombezi? Hakuna. Una rafiki wewe, una yoyote kukuombea. Kwa hiyo kuna watu wataombewa wasiende motoni, na kuna watu wataombewa baada ya kuwa washahukumiwa kukaa motoni watoke motoni, wal-iyadhu billah. Kwa hiyo kuna daraja mbalimbali na watu mbalimbali, na kila mmoja atapewa watu na atapewa nafasi ya kuombea, lakini kwa ruhusa ya Allah. Tena amuombea mtu ambaye Allah amemridhia, yani huyu anaomba ameridhiwa na huyu anaombewa pia ameridhiwa. Wala yarda liibadihi al-kufr, na Allah subhanahu wa ta'ala haridhi ukafiri kwa waja wake. Kwa hiyo hutapewa nafasi ya kumwombea kafiri. Na rafiki yangu mimi au ndugu yangu mimi kafiri, naomba nipewe nafasi nimwombee. Hutapewa nafasi hiyo. Bila shaka pameeleweka hapo. Kwa shafaa iko, na mwenye shafaa kubwa kabisa ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Atauombea umma wake, atawaombea viumbe wote, ataombea umma wake katika nafasi mbalimbali, lakini pia malaika wataombea waja wema minas siddiqin washuhada'i was-salihin, watawaombea wenzao kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikumullah, huyo ambaye jambo lake liko hivi nilivyotaja, alladhi hadha sha'nu wa hadhihi sifatu. Dhalikumullah, huyo ndiye Allah. Rabbukum, mola wenu. Dhalikumullahu rabbukum, huyo ndiye Allah mola wenu. Fa'buduhu, basi muabuduni yeye tu peke yake. Huyo aliyetajwa hapa na sifa zake hizo, amefanya hivi amefanya vile, huyu ndiye mola wenu anastahili kuabudiwa, muabuduni yeye. Wala ta'budu ghaira. Afala tadhakkarun, mbona hamuwaidhiki? mbona hamuonyeki? Afala tatta'idhun ayuha an-nas bitilka al-ayati wal-barahin, basi kwa nini hamuonyeki? Watatadhakkaruna anna Allaha huwa al-mutafarrid bil-khalqi fata'budunahu wahdahu, hamuonyeki na hayo? Katika aya mbele itakuja 31 ataeleza hayo. Qul man yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. لتكون آية إليه مرجعكم جميعا, kwake yeye tu ndiyo marejeo yenu nyote mtarejea kwake. Yawma tukhrajuna min quburikum ahya'an yawm al-qiyamah, siku ambayo nyinyi mtatolewa kwenye makaburi yenu hali ya kuwa mko hai, nyote mtarejeshwa kwake. Ilayhi, kwake yeye tu, marji'ukum jami'a. Tangulizwa jari na majruri hapo kuna fidisha hasr
kwamba hakuna sehemu nyingine kurejea ila kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana lugha nyingine ni kusema kwamba siku ya kiyama hakuna mtu ambaye atakuwa hayupo, fulani hayupo, atafutwa, hayupo, yikana labda kasauliwa kwa kaburini, kuna mahali katoroka kenda jificha, huyu katumbukia baharini, huko wapi hajulikani. La, watu wote watakusanywa na wataletwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna hata mmoja atakayetoweka siku hiyo kawa hayupo, ana udhur, maadhur, mgonjwa, watu wote wataletwa. Ilayhi marji'ukum jami'an, kwake yeye tu ndiyo marejeo yenu nyote. Wa'ada Allahi haqqan, imenasibishwa kwa sababu ya fi'li mahdhuf, yani wa'adakumullahu wa'dan haqqan. Allah amewaahidi ahadi ya kweli, ahadi ya Allah yenye kuthibiti. Wa'ada Allahi haqqan, ahadi ya Allah yenye kuthibiti, kwamba huko kuwa nyinyi mtafufuliwa kutoka kwenye makaburi yenu na mtaletwa hali ya kuwa mko hai, ni wenye kuhudhuria siku hii. Hiyo ni ahadi iliyothibiti kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yeye Allah huwa haendi kinyume na alichokiahidi. Ila innahu yabda'ul khalq, hakika yeye ndiye anayeanzisha viumbe, thumma yu'idu, kisha atavirejesha. Innahu, hakika yeye Allah, yabda'ul khalqa, ndiye aliyeanzisha, ndiye anayeanzisha viumbe. Kiumbe mwanzo kabisa huanza, anayemwanza kumuumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'ada Allahi haqqan, ahadi ya Allah yenye kuthibiti. Intasaba wa'da Allahi ala al-maf'uliyyati al-mutlaqa wa yuqaddaru lahu 'amilun mahdhuf wa at-taqdir wa'adakumullahu wa'dan haqqan. Innahu, hakika yeye, yabda'ul khalqa, ndiye anayeanzisha viumbe, thumma yu'iduhu, kisha atavirejesha. Yabda'u insha'a al-khalq wa ijadahu min al-'adam, thumma yu'iduhu ba'da mawtihi wa yuhyihi yawm al-qiyamah kama bada'ahu awwala marra. Kama anavyosema, qul hal min shurakaikum man yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu qul illahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu fa anna tufakun. Waambie, waulize hao, je, ni miungu yenu ndiyo inayoanzisha kuumba kisha inarejesha? Waambie ni Allah ndiye anayeanzisha kuumba kisha anarejesha. Basi vipi nyinyi mnazungwa mnazugwa? Awalam yarau kaifa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna dhalika 'ala Allahi yasir. Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un. Tumalizie, muda umevuka. Liyajzi alladhina amanu, ili awalipe wale walioamini, وعملوا الصالحات بالقسط. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط, ili awalipe kwa uadilifu wale walioamini na wakatenda amali njema. Ili awalipe wale walioamini na wakatenda amali njema kwa uadilifu. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru, maneno wao ya istinafu takuwa. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru, lahum sharabun min hamimin, watapata kinywaji cha maji ya moto. Walladhina kafaru, na wale waliokufuru, lahum sharabun min hamim, wao watapata kinywaji cha maji ya moto. Wa adhabun alimun, na adhabu yenye kutia uchungu. Alimun ay muji'un, wa adhabun alimun, na adhabu yenye kutia uchungu. Ay lahum aidha adhabun muji'un. Kwa nini? Bima kanu yakfurun, kwa sababu ya vile walivyokufuru. Bisababi kufrihim fi dunya, watapata adhabu hiyo. Wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl, si watu watapata na kiu kikali mpaka mtu ajiona anaangamia, ulimi utakukatika, koo itakukatika kwa sababu ya kiu. Wanapotaka kuokolewa sasa, wataokolewa kwa kupewa maji yaliyo kama myeyuko wa shaba, kama bima'in kalmuhl yashwi alwujuh, yatakayoyachoma, yatakoyambua ngozi za nyuso. Bisa sharabu wa sa'at murtafaqa,
au hadha wa inna lit-taghina la sharra ma'ab jahannama yaslawnaha fabisa al-mihad hadha falyadhuquhu hamim wa ghassaq wa akharu min shaklihi azwaj katika sura Sad tumesoma hiyo. Kwa hiyo watapata hayo. Aya ngapi hizo? Aya 4 zinatosha kwa kuanzia. Zinatosha kwa kuanzia. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Kwa hiyo tumesoma aya hizi, tumeona namna gani Qur'ani yuqarriru usul al-aqida, na namna gani Qur'ani yuthbitu at-tauhid wal-risala wal-ba'th wan-nushur. Na ndio maqsad al-azim, ndio maqasid katika maqasid yake ya sura hii, surati Yunus. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik واشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Unafuatilia channel ya Al-Muzan Online TV. Ungana nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii. Ifahamu manhaji salafi kupitia njia ya wema waliotangulia.